Hebu nikugusie kitu kimoja, ufurahi, uone madhabahu inavyojua kujitetea. Yesu anaenda kwenye kaburi la Lazaro. Lazaro amekufa, amezikwa siku ngapi? 4. Ameshaanza kunuka. Halafu anafika pale, anakuta wanalia, anasema, Bwana, ungalikuwepo ndugu yetu wala asingekufa. Akasema, hata sasa atafufuka. Wakaanza malumbano pale, sitaki kwenda huko. Lakini Yesu alipofika pale kaburini, akasema, litweni jiwe. Bwana, harufu itatoka, toeni jiwe. Wakatoa jiwe. Hivi maombi ya kumfufua mtu aliyekufa siku 4 ameshaanza kuoza ni maombi ya namna gani? Ni maombi ya namna gani? Kama ingekuwa ni sisi tunaenda kufanya huduma hiyo, tunapiga kavu siku 7, ile tunamaliza tunatongeza nyingine 7 tena kavu, hali haijakaa vizuri katika ulimwengu wa roho. Yesu akasema hivi, Baba, ninakushukuru kwa sababu huwa unanisikia siku zote. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu tumwadhimishe Yesu. Haleluya. Madhabahu yake ni kubwa, iko juu, inatawala giza, inatawala shetani. Amekwisha kumkandamiza shetani mpaka nasema mimi naondoka, na Mungu wa dunia hii hana kitu ndani yangu, na anatawala peke yake. Haleluya. Kwa hiyo akiwa pale anasikia fukutu la madhabahu linavyofanya kazi, akasema, Baba, nakushukuru kwa sababu huwa unanisikia siku zote. Na hata haya maombi nimeomba tu hivi ili wanisikie wao, wajue kwamba ni wewe unayetenda kazi zako. Lakini kinyume cha hapo sikuwa na hata haja ya kuomba. Akasema, Lazaro, toka huku nje. Lazaro. Madhabahu ikafanya kazi. Lazaro anatoka, anakuja, anatembea kata. Usifanye mambo mengi. Ukiona watumishi wa Mungu tunaongea maneno mengi, tunaomba mpaka majasho yanaturizika, taulo nijifute, jua madhabahu hiyo bado haijachochoa sawa sawa. Hebu tumadhimishe Mungu. Haleluya. Haijachochewa sasa. Kwa nini usitumie muda ukaichochea sawa sawa, ukaja hapa wala usifute jasho? Kwa nini unaloesha kitambaa kimeloa akitoshi? Leta ile taulo, angalia huko utakuta taulo iko sehemu fulani, unafuta taulo nalo yenyewe linaloa. Ya nini hiyo kuja kutaabikia madhabahuni pa Mungu wakati yuko Mungu mwenye uweza, anayefufua, anayeokoa? Rapa sheke pepepe rika pandara sakata rabako rika ndoro shike peseke tata. Yuko Mungu anayetufundisha namna kwenda mwaka huu. Amen. Mungu anatengeneza maaskari wake hapa. Amen. Yaani mambo nayaona katika ulimwengu wa roho, sitaki hata nigusie hata ushuhuda kidogo, kwa sababu nitampa adui nafasi. Nimejifunza kufunga mdomo siku hizi, kwa sababu ilikuwa kila nikifungua mdomo vitu vinaharibika. Sasa Mungu amenihekimisha. Hata yangekuwa yanavutia namna gani, nitafunga mdomo mpaka yaonekane. Haleluya. Tumaadhimishe Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mambo ambayo Mungu ananionyesha katika roho ni hatari. Nikipiga magoti nikiendelea kuomba, mambo yanayoonekana ni hatari. Ni hatari kwa maana ya uzuri, ni hatari kwa maana ya ushindi. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tuwe na amani. Hebu mwambie mwenzako uwe na amani. Mwambie hapo uliko uko sehemu sahihi sana. Kwa macho haya unawezekana usione vitu vingi, lakini tulia katika jicho la imani na utamuona Bwana hakika. Haleluya. Sasa nimesema tunaenda kuona mambo matatu ambayo ni ya muhimu ili kutengeneza madhabahu yenye nguvu. Madhabahu itakayotawala, madhabahu itakao kutetea kila uendako, madhabahu ambayo utaishi maisha ya uzuri, maisha ya kujiachia. Jambo la kwanza, ukubwa na ubora wa sadaka yako juu ya madhabahu. Lakini kwa ufupi andika tu ukubwa na ubora wa sadaka. Lakini elewa tu sadaka naongelea ni unaiweka juu ya madhabahu. Ukubwa
na ubora wa sadaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Naongelea habari za ukubwa na ubora wa sadaka. Kumbuka wakati kwenye Agano Jipya la Kale kwanza, Mungu alipokuwa anaamuru sadaka itolewe, kwanza sadaka ilikuwa isiwe na ulemavu, isiwe ni ng'ombe amezeeka, awe ni fahali wa mwaka huu mmoja, awe ni kondoo wa mwaka mmoja ambaye ni kijana hajaanza kukongoroka, asiwe na ulemavu, atengwe vizuri, iwe ni sadaka nzuri, lakini itolewe pia vizuri. Sasa ukubwa na ubora wa sadaka yetu sisi wa Agano Jipya, nimesema kwa ufafanuzi mdogo, ni unaamuliwa, yani ukubwa na ubora wa hiyo sadaka unaamuliwa na muda na ubora wa maombi yako juu ya madhabahu. Ubora na bidii, muda na bidii ya maombi yako yaliyo katika Roho Mtakatifu juu ya madhabahu. Haleluya, haleluya. Maombi yenye mzigo na bidii na yoko katika Roho Mtakatifu ndio maombi ya ubora. Lakini ukubwa wa maombi hayo, nimesema muda. Na maana gani na tuposema muda? Nina maana hivi: maombi ya mzigo ni gharama. Wangapi wanajua kupiga magoti na kuomba maombi ya mzigo ni gharama? Wangapi wanajua kwamba ni sadaka? Wangapi wanajua kwamba kunahitaji uvumilivu? Wangapi wanajua kwamba sio vyepesi kama usipojilazimisha? Bwana Yesu asifiwe. Hivi kupiga maombi na kuomba maombi ya mzigo ni jambo jepesi? Ni jambo linalotetereka lenyewe kama kula chipsi. Pana mzigo, si kweli? Na hasa kama umeongeza na kufunga. Sasa urefu wa muda wako kwenye maombi, urefu wa muda wako wa maombi ambayo yako katika Roho Mtakatifu, ndio ukubwa wa sadaka unaiweka juu ya madhabahu yako iliyo ndani yako. Haleluya. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Tunaelewana? Na ukubwa wa hii sadaka na ubora wake ndio unaoachilia nguvu za Mungu na vitu vya Mungu na malaika wa Mungu kuelekezwa kwenye madhabahu yako kwenda kufanya kazi. Haleluya, haleluya. Kwa sababu unaweza ukaomba kwa kurashia kusitokee kitu. Mwingine akajipanga, akabimaanisha, akapiga magoti, akaelekeza mawazo yake kwenye maombi, akaelekeza mawazo yake kwa Bwana, alafu akaanza kuomba kwa mzigo, huku akili zake akizidhibiti zisitangetanje kwenda huku wala huku, zinalenga kwenye kile anachokiomba. Na hata kama ananena kwa lugha, maadamu anajua agenda yake ilikuwa ni juu ya kanisa, maadamu anajua agenda yake ilikuwa ni juu ya ndoa, maadamu alikuwa anajua agenda yake ilikuwa ni juu ya biashara, maadamu alikuwa anajua agenda yake ilikuwa juu ya nini, mawazo yake inabaki kwenye ile agenda. Ananena kwa lugha, hajui maneno anayoongea, ananena kwa lugha, hajui maana hicho anachoongea, lakini mawazo hayahami kwenye ile mada anayoombea. Anaendelea kwa mzigo. Akikaa pale lisaa moja, hawezi kalingana kwa gharama aliyoiachia pale na aliyoomba dakika 10. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Na hiyo ndio inayoachilia nguvu za Mungu, ndio inayoachilia mbingu,
ndio inayoachilia huduma ya malaika watakatifu kukwea na kushuka juu ya madhabahu yako wakati unaomba. Hebu maadhimishe Mungu kama tuko pamoja. Haleluya. Unafika mahali unaanza kuona maono ya malaika, unaanza kuona maono ya kimbingu, kwa sababu gharama ya ulioiweka kwenye madhabahu, Mungu anaendelea kupokea harufu nzuri ya manukato. Mungu anaendelea kupokea harufu nzuri ya manukato. Dakika 10 za maombi haziachie harufu, hazitoshi kuachia harufu. Nusu saa haitoshi kuachia harufu. Yesu Kristo alitoa mwongozo, alisema hamkuweza kukesha pamoja nami walau kwa muda gani? Walau kwa lisali moja limewashinda. Na anaongea na watu ambao hawajajazwa Roho Mtakatifu. Anaongea na watu ambao hajui hata kunena. Anawaambia hata lisali limewashinda. Kuomba Kiswahili, kuomba Kiyahudi tu, lisali moja limekushinda. Sasa anaongea na watu ambao wanayo madhabahu yake ndani, watu ambao Kristo mwenyewe ndio madhabahu. Alafu unapiga magoti, unaomba dakika 15 na unasema nina madhabahu ya Kristo. Hapo sio mzaha unaendelea? Hapo sio mzaha unaendelea, kanisa la Mungu? Bwana anataka kututoa kwenye mizaha hiyo. Bwana anatusaidia tutoke katika mizaha hiyo. Hata kama umeokoka karibuni, maadamu madhabahu ya Kristo iko ndani yako, inakubidisha. Utakuta lisa kwako ni kawaida. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Unaweza kuelewa kwa nini nguvu ya Mungu ndani yako ni kidunji. Huwezi ukaomba chini ya lisali moja na unategemea nguvu za Mungu zikae ndani yako na Mungu aanze kufanya mambo ya ajabu mno kuliko uombayo na uwazayo. Kwa kadiri ya nguvu ya kidunchu ya nguvu yako ndani yako, kadiri ya kidunchu cha nguvu kilichoko ndani yako. Mwambie jirani yako, nimefunguka kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako, nimefunguka kwa jina la Yesu. Mwambie nimefunguka kwa jina la Yesu. Sema, sasa naelewa. Sasa naelewa. Nitaonekana huko. Haleluya. Yaani ukitembea na haya mambo ambayo Mungu anaongea na sisi sasa hivi, utaanza kuandikishwa kwenye mtandao wa mbinguni. Yaani unafahamu, nikiwasha hii simu namna hii, mtandao wa Voda au Tigo au kokote nilikounga hii simu, unajua kule kwenye mitandao yao kule wanaona simu yangu imenasa. Wanasema, kuna simu namba hii tayari iko kwenye mtandao. Simu naelewa hilo Naelewa hilo Yaani manake simu zote hata kama zingekuwa bilioni, zikiwashwa zinaunganika kwenye mitandao na kila simu inaonekana. Wakitaka kuzima simu fulani wanaweza kaizimia pale pale, ukashangaa imezimwa huko kwa sababu inaonekana iko kwenye mtandao. Ukizima simu yako, Tigo wataiona tena, Voda wataiona tena. Simu imeondoka kwenye mtandao. Ukiwasha ina register, inaingia, mnara unakamata. Haleluya. Mnanielewa? Natumia lugha ya kibinadamu. Mnara unafanya nini? Unakamata. Kwa hiyo unapokuwa unaomba, kuna kiwango ambacho kisipofika, antena ya madhabahu yako hainasi kwenye mtandao wa madhabahu za Kristo katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Hainasi. Huko tu kwenye chumba chako wanasema, lakini kuna mtu ameokoka hapa alikuwa anaitwa fulani. Wanasema yupo na ana Roho Mtakatifu. Nasema, mbona mtandao wake hautuone? Mbona ile antena yake hatuioni huku? Wanasema hajapata mafundisho. Au wanasema anajihurumia. Au wanasema yuko busy na mambo ya dunia. Nasema sasa mtandao hauonekani huko, hata malaika wanataka kutuma kwao, hawaoni channel ya kufuata wafikie kwake. Unakuwa unaugulia hapa. Wakati mwanzako ambaye ameshapata haya masomo anapiga lisana nusu, anapiga antena inanyoka, inaregister kule mbinguni. Wanasema tayari yuko huko. Mungu anataka kutuma mtu, malaika geta anasema mtandao huu hapa, huko unasoma hii antena inasoma, fuata hii. Unashangaa malaika anatokezea pale kwako, lakini hana shughuli na wewe. Amepitia kama lango la kwako tu, ana shughuli na jirani. Amepitia kwenye lango lako kwa sababu liko wazi, ana shughuli na kule kwenye ile libako kule chini, ana shughuli kule, anaenda kushughulika. Ametumwa na Mungu kwenda kushughulika, pengine kwa sababu ya maombi yako, lakini amepitia lango lililo wazi, limefunguliwa mbinguni, imerejista kule mbinguni. Haleluya, haleluya, haleluya. Tamani kuanzia leo
uwe antena ambayo inarejista mbinguni kafungua lango. Malaika wanaoteseka kwenda kufanya kazi Kasamwa, badala kupitia Geita, badala kupitia Mwanza, malaika wengine wanaenda kupitia Mwanza kwa lango lililo wazi kule. Wanaanza kutembea njia yote, wanakuja kufanya kazi hapa Kasamwa. Kuna huko hapa. Kumbe ungefungua la kwako, wanasema hili liko karibu na hapo Kasamwa, linapitia hapa. Unakuta mambo ya kimalaika yanatendeka Geita kwa sababu watu wanaelewa elimu ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo, hebu tusome mistari michache. Hebu soma Yakobo 5:16. Yakobo 5:16 ni kuhusiana na sadaka hii ya madhabahuni, ukubwa na ubora wake. Yakobo 5:16. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Haleluya. Angalia, anasema kuomba kwake mwenye haki kunafaa sana. Mwenye haki, angalia hiyo neno haki, manake tayari yeye ni madhabahu iliyo hai takatifu, imejitakasa, imetengwa. Kwa hiyo ndio maana anaitwa mwenye haki. Anasema kunafaa sana, akiomba kwa namna gani? Kwa bidii. Manake maombi yakawa na mzigo, lakini pia yakawa na muda wa kutosha. Na somo tunalojifunza hapo ambalo sitaingia ndani sasa kwa sababu ya muda, ni somo la Elia. Kwa sababu pale chini anasema Elia naye alikuwa mtu wa mfano wetu, lakini aliomba kwa bidii kwamba mvua isinyeshe kwa miaka 3.5 na anga likafungwa, mbingu zikafungwa miaka 3.5. Nikwambie, Elia aliomba maombi ya nusu saa, mbingu zikafungwa. Kumbuka, unapotaka Mungu afanye kitu kwa madhabahu yako kubwa, usifikiri madhabahu yako yatakuwa kidunju, kwa sababu wakati umewasha anasema Mungu ufunge miaka 3.5 anga. Kuna mtu ana madhabahu kubwa zaidi, anaomba Mungu mvua inyeshe matawi yake asawi. Ana madhabahu kubwa zaidi, anaomba Baba, katika jina la Yesu mbingu zikaendelee kunyesha. Umesema ya kwamba majira ya dumupo, muda udumupo, majira yote hayatakata, muda wa kupanda, muda wa kuvuna, muda wa kufanya hautakoma. Na simama katika neno lako hili, naomba mbingu zifunguke kwa jina la Yesu. Mbingu zifunguke, na madhabahu yake iko juu, imetenga, imenasa kule juu. Halafu madhabahu yako kidogo, Mungu wameharibu sana hawa watu. Na ni kweli wameharibu. Sasa uzime kabisa mvua, wasipate mvua, wapate adabu wa kuheshimu. Unakuta madhabahu ya yule anayetaka mvua ni kubwa. Unafikiri hiyo mbingu itazimwa? Itazimwa hiyo mbingu? Kumbuka Mungu ni Mungu mwenye haki. Haleluya. Lakini Elia ili afanye hivyo, aliomba maombi ya bidii. Na ukitaka kujua, angalia wakati anafungua anga mvua zinyeshe. Aliomba kidunju kwenye mlima Kameli, aliomba kidunju, alipiga magoti. Hebu kaangalie huko, bado hamna kitu. Kaangalie huko, bado hamna kitu. Paka mara 7 akaona kawingu. Lakini ukitaka kujua madhabahu inavyojitetea, Elia alipoomba kule alikokuwa amejificha kwamba mbingu zifungwe, mvua isinyeshe. Mbingu zifungwe, mvua isinyeshe. Alipoomba kule, mpaka akatoboa, mpaka antena ikarejista, mambo yakawa mazuri, akaona uhakika yamefanyika. Alikuja amevaa vizuri sasa, kwa sababu wakati uko kule huwezi kuvaa vizuri. Akavaa vizuri, akasema mfalme, kwa sababu ya uovu kuwa mwingi katika nchi hii, mvua haitanyesha kwa kipindi cha miaka 3.5 mpaka kwa neno langu. Akaondoka sasa, mpaka kwa neno langu. Nyie mnafikiri naona muiga Elia unasema kwa jina la Yesu. Nchi hii inamkosea sana adabu Mungu. Kwa mvua haitanyesha miaka 2 mpaka kwa neno langu. Na muiga Elia mpaka kwa neno langu. Utashangaa hata mapepo yanakuja na kulazaba makofi, lazima Haleluya. Alimalizana katika ulimwengu wa roho.
Mambo yakaiva, wakapatana na Mungu. Mungu akasema, kwa kweli kuna watu wanaoniomba mvua. Kwa kweli na neno langu linasema kwamba majira hayatakoma. Lakini kwa nguvu hii, kwa sadaka hii ulioitoa kwenye madhabahu, kwa nguvu ya sadaka hii, lango hili limesimama, linaenda kusimamia hilo uliloomba. Akaja sasa kwa uhuru, anasema hamtaona mvua. Haleluya. Bwana asifiwe. Hata unapotaka kwenda kuvunja kitu cha kishetani mahali, Mungu amekuonyesha kwamba hii baa hapa ni ya kuvunja. Mungu amekuonyesha hii kitu hapa ni ya kuvunja, inasumbua. Usikurupuke nyumbani ukasema Mungu ameshaongea na mimi, ukaenda ukaanza kuweka mkono, kwa jina la Yesu nakuvunja, kwa jina la Yesu nafunga baa, kwa jina la Yesu nalikufunga, nafunga kasino hii, nafunga. Unaanza ukapigwa makofi bure. Na alafu kukuta ndio wakaagiza na Diamond akaja kupiga muziki pale, ili kukuonyesha kwamba wako wanaendelea kutiki. Ukipata maono kama hayo, nenda kajifungie, nenda kasugue, nenda kahudumie madhabahu yako mpaka liitike tiki. Alafu kama ukisikia kufika pale na kusema wewe kuanzia leo haupo, kwa jina la Yesu kuanzia leo haupo, nimekufunga kwa jina la Yesu, Kristo tu kwa unaondoka. Na inafungwa tu kwa sababu ilishamaliza nayo katika ulimwengu wa roho. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Nivumilie tu nisiairishe la pili, kwa sababu nikiachia hapa unaweza usipate kitu cha kwenda kufanyia kazi. Nimesema mambo matatu. Kwa hiyo la pili linasema kuchochea moto wa madhabahu. Kwa hiyo la kwanza ni sadaka kubwa na bora, hiyo tayari umeongea. La pili ni kuchochea moto wa madhabahu. Hili somo ni tamu, lakini napoangalia muda sasa. Haleluya. Kuliko mlipokee robo namna hii na ni somo tamu namna hii, hebu tuje tupate neema. Amen. Haleluya. Hebu simama pale ulipo. Kasa nimeangalia kilichoko mbele, nikaona watu kaanza kutema badala ya kumeza, alafu wasisaidike. Lakini ambacho Bwana ametusaidia mpaka sasa hivi kinatosha. Haleluya. Kinatosha kwa kazi. Kinatosha kwa kazi. Kwa kujua madhabahu iko ndani yako. Kwa kujua kwamba mojawapo ya mambo ya muhimu ili nguvu za Mungu ziachiliwe ndani yako ni ukubwa na ubora wa muda unaotumia kwenye madhabahu kuomba. Usitumie nusu saa. Tenga muda ambao hauna kuingiliana. Na ikiwezekana funga kama ni mlango wa kufunga. Ikiwezekana kama ni mwenzako, mwambie, mtu akija umwambie, usimwambie kwamba ninapatikana, mwambie sipatikani. Hakikisha unajiseti. Haya mafupi haya na yaendelee kwa ajili ya kukusaidia uendelee kufocus. Lakini kwa siku usikose muda wa kutosha wa kuchochea moto wa madhabahu yako, wa kutoa dhabihu nzuri ya kutosha kwenye madhabahu yako. Haleluya. Haleluya. Ni somo zuri mno. Ni somo zuri ambalo natamani kanisa lilielewe vizuri. Kwa sababu kuanzia hapa hautaishi kama ulivyokuwa unaishi. Utafanya vitu kwa soft touch. Wangapi wameshasikia soft touch? Unagusa kidogo kitu kinatendeka. Wangapi wameshasikia digitali? Wangapi wameshasikia digitali? Digitali hamjawahi kusikia jamani, mitandao ya digitali. Maana yake vitu vyako vinakuwa vya digitali. Unagusa kidogo tu vimetendeka. Unasema sitaki, unashangaa vimetokea. Wengine wanasema kumbe zamani nilikuwa niseme sitaki kwa jina la Yesu, nakataa, na nyoka zakata. Alafu kinatokea kidogo, lakini sasa unasema sitaki hilo. Alafu unashangaa. Ni kwa sababu madhabahu yako inatawala. Haleluya. Natamani kila mmoja ameze hili somo. Natamani kila mmoja alimeze. Ndio maana kwa neema ya Mungu muamini Roho Mtakatifu atupatie kipindi kizuri zaidi ili kuhakikisha tunalipata kwa ubora zaidi. Lakini mpaka hapa tulikofikia na Roho Mtakatifu yupo, hebu ingia kazini. Haleluya. Mshukuru Mungu sasa kwa ajili ya kile ambacho ameshaongea nawe mpaka sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunalitukuza jina lako takatifu. Tunalihimidi jina lako lilo la milele. Hakuna Mungu kama wewe.
Hakuna kulinganishwa na wewe, hakuna kufanana na wewe. Tunakushukuru. Neno lako linasema wazi, ndio unayetufundisha ili tupate faida. Neno lako linasema wazi, ndio unayetupa nguvu ya kupata utajiri, kwa ajili ya kulisimamisha kusudi lako, kwa ajili ya kulisimamisha agano lako jema. Baba, nakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo umeliachilia katika kanisa lako la PAG Mlima wa Utukufu wa Kristo, katika madhabahu ya Kristo iliyoko katika PAG Mlima wa Utukufu wa Kristo. Tunakushukuru kwa sababu unalihudumia kanisa. Tunakushukuru kwa sababu unawaandaa majemedari wa vita hapa, unawaandaa askari wa Kristo hapa ambao wanajua maarifa ya kiroho, wanajua kanuni za kutembea katika ulimwengu wa roho, wanajua kanuni na mamlaka walionayo katika ulimwengu wa roho. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya hili ambalo mpaka leo umenena na kanisa lako. Kweli yako na mengine, lakini haya ambayo umeshatupa yanatosha kwanza tayari kuonyesha tayari kwamba tuna ufahamu wa kwanza na kuanza kutembea, na mengine utakuwa unatujazia kwa kadiri muda unavyoendelea. Baba, tunakushukuru katika jina la Yesu. Baba, naliweka kanisa mikononi mwako. Kanisa hili ni kanisa la PAG Mlima wa Utukufu wa Kristo. Ni kanisa lililounganishwa na madhabahu ya Kristo ya PAG Mlima wa Utukufu wa Kristo. Naliweka mikononi mwako. Ni wewe uliyewaleta mmoja mmoja. Hakuna aliyekuja peke yake. Uweza wako umewaleta. Umewaleta kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Umewaleta kwa uweza wako. Umewafungua kwa sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Umewaleta kwa huduma ya malaika wako watakatifu. Umewaleta kwa mbingu zako Bwana. Umewavuta kwa utukufu wako Bwana. Hata sasa umewashikilia kwa utukufu wako Bwana. Ni umewavuta kwa utukufu wako mzuri. Utukufu kama ule ambao ulikuwepo katika mlima wa mgeuko. Pale ambapo Yesu Kristo na wanafunzi wake watatu walikuwa hapo pale. Utukufu wako ukawafunika mlima ule. Utukufu wako ukawafunika. Wakavutiwa na ule utukufu. Hata wakasema ya kwamba tujenge vibanda vitatu mahali hapa. Tusiondoke tena katika utukufu huu. Ndicho unachokifanya sasa Bwana. Unawavuta watakatifu wako kwa utukufu wako mwenyewe. Na wakiwa wamemezwa na wingu la utukufu, wanatamani wasiondoke kwako, wanatamani wasiondoke katika madhabahu yako, katika jina la Yesu Kristo. Na waweka mikononi mwako Bwana, ukamhudumie kila mmoja akaimarishwe utu wa ndani, kila mmoja akafumbuliwe macho ya rohoni, kila mmoja ikawe na kiu na shauku ya kuandamana na wewe, kila mmoja akawe na kiu na shauku ya kukaa katika ushirika, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Wakatengenezwa na kuwezeshwa na wewe kuwa wanaume na wanawake ambao ni jeshi la Bwana, wanaostawi, wanaofanikiwa katika njia uliyowaitia. Baba, nakushukuru, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tumepokea haya na kushukuru. Amen. Tumwadhimishe sana Mungu wetu. Amen.